Mtumishi wa Mungu, kwanza karibu Dar es Salaam. Asante. Karibu sana Dar es Salaam. Nashukuru sana. Jisikie uko nyumbani. Amina. Hiyo ndio kauli yetu sisi wa Bantu na Waswahili. Karibu sana Dar es Salaam. Karibu, jisikie uko nyumbani. Naam. Kule nyumbani watu tuna yaani ukikaribishwa unapewa matunda fulani ya asili. Sasa kusema nijisikie niko nyumbani, lazima uyapate matunda. na kuna jamii nyingine wanasema mkaribishe mgeni, mpe maji ya kunywa na kikombe au glasi ya kwao ili ajisikie yuko nyumbani. Utajuaje kama hii ni ya kwao? Inabidi sasa niitafute glasi ya kwenu ili upate maji ujisikie uko nyumbani zaidi. Ndio. Mtumishi, karibu sana. Nashukuru sana. Nimefurahi kukuona, nimefurahi kukutana nawe siku ya leo. Na mimi nimefurahi sana. Naam. Yeah. Tuna mambo mengi sana ambayo natamani tuyazungumze. Okay. Lakini machache kati ya hayo mengi ambayo mara nyingi nimesikia ukiyafundisha, ukituelekeza ni pamoja na uhuru na ukombozi. Okay. Hivi vitu vimekuwa vikubwa sana. Uhuru na ukombozi. Yeah. Sasa natamani kujua kwanza, kwa sababu watu wengi naamini hili swali limekuwa likigonga vichwani. Nini tofauti kati ya uhuru na ukombozi? Okay. Nadhani kama ulivyosema, ndio mara kadhaa nimekuwa nikihusika hapa. Uhuru na ukombozi. Yes. Watu wengi tunachanganya tofauti ya uhuru na ukombozi, na wakati mwingine tunafikiri ni kitu kimoja. Yeah. Kwa mfano naweza nikasema kwa haraka tukisema ukombozi ni hali ya mwili na uhuru ni hali ya akili, mental. Okay. Yes. Ukombozi wa mwili pasipo transformation au mabadiliko ya akili yanatengeneza hatari zaidi. Kwa mfano nitoe hichi kitu. Familia yenye njaa, let's say kuna familia moja ina njaa. Wamekuwa wakiteseka kwa njaa muda mrefu zaidi ya miaka hata 10 labda. Vijijini wengine wamezaliwa hivyo. Ndio. Unakuta una familia ambayo wanalima eneo dogo, kwa hiyo ikifika miezi kadhaa chakula kimeisha. Yes. Sasa mzazi anaenda kufanya kibarua mahali ili alete chakula pale nyumbani. Sasa wale watu kwanza hawapo huru na pili hawana ukombozi. Vyote viwili hawana. Yeah. Sasa we mtumishi unaweza ukawa na huruma. Ukasema ile familia inateseka sana, ukapita supermarket ukachukua kilo 5 za unga. Ukapeleka kwenye ile familia. Baada ya kupeleka kwenye ile familia, tuseme umechukua labda kilo 10. Kilo 5 ukapeleka kwenye familia hii yenye njaa, na kilo 5 ukampatia jirani yako ambaye yeye hana njaa. Ndio. Hana njaa, ila ukatoa kote kilo 5. Tuwe na uhakika baada ya siku 2 unaweza ukarudi kwenye ile familia yenye njaa ukakuta unga umeisha. Kweli. Hata kama wanaishi watu 2 au 3. Kweli. Kwa nini? Kwa sababu mtu aliyepitia sema mateso, wale watu wanasonga ugali mkubwa sana, hata ukiwa na njaa hauna kipimo. Mwenyewe ukiwa na njaa, hata mimi imenikuta wakati mwingine una njaa unatamani kupika kitu, unapika kikubwa sana ambacho hauwezi kukimaliza. Yes. Sasa pale ni kwamba kinachokutesa wewe ni utumwa uliokuwa ndani yako kwa muda mrefu, yale mateso uliopitia muda mrefu. Ukipeleka unga kwenye ile familia wanajikuta wanapika ovyo. Yaani yes, wanapika hivyo. Lakini kingine utakachokikuta pale, ugomvi. Mtoto anaweza akapika pale, mama hata akamchoma mkono. Kweli. Kwa sababu gani? Ni kama anaona anaharibu. Yes, yaani hawajazoea. Kwa nini unapika mara nyingi? Kwa hiyo kile kitu kinakuwa vile. Sasa maana yake nini? Kile kitendo cha kuchukua unga ukapeleka kwenye ile familia pale, umewakomboa. Kweli. Pale umewakomboa. Lakini ule ukombozi haumaanishi wako huru, kwa sababu uhuru unaanzia sasa kwenye nini? Kwenye akili. Sasa uhuru utapatikana vipi? Siku ukiwapelekea unga pale kwenye ile familia, kisha ukawaambia hivi,
Kila baada ya siku 4 nitakuwa nawaletea kilo 5 kwa mwaka mzima. Ndio sasa wanakuwa huru. Watatumia kiustaarabu, yani watapika kwa nidhamu, alafu watakuwa nakula chakula kidogo kidogo kwa sababu wana uhakika kuna kingine tena kitafanyaje? Kitakuja tena. Mama hata akikuta watoto akifika hawajapika, mbona hamjapika? Pikeni, kuleni, kuna kingine kitakuja. Yes. Sasa uhuru umekuja baada ya wewe kuambia kwamba nitakuwa naleta kila baada ya siku ngapi. Sahihi. Yes. Lakini ungepeleka unga pasipo kuwaambia, ungekuwa umewapa ukombozi, ila ule ukombozi haujawasaidia kupata uhuru. Au ndio maana Yesu aliwaambia akasema baada ya kuambia kwa nini tusingeuza haya mafuta tukaenda kuwapa maskini? Okay, akaambia maskini mko nao kila siku. Maskini mko nao kila siku. Kwa hata tukiwapa hiki leo tukauza haya hawezi kuwa huru. Hata kama tukiuza twende tukawape, kesho atakuwepo tu. Ngoja nikusomee mstari kwa mfano Mithali 30:21 na 22. Biblia inasema hivi: kwa ajili ya mambo matatu nchi hutetemeka. 22, mtumwa apatapo kuwa mfalme. Huu mstari naupenda sana huu. Okay. Anasema mtumwa apatapo kuwa mfalme. Hii inatupa picha gani? Mtumwa hawezi kuwa huru hata kama amekalia kiti cha kifalme. Maana yake dhana ya utumwa inaweza kuendelea kuwepo hata kama leo nimekaa hivi, mimi si mtumwa. Nikakaa kwenye kiti hivi nikawa rais wa dunia, bado mimi ni mtumwa. Yaani kule kukalia kiti cha ufalme hakuondoi utumwa kichwani. Kweli. Yes, kwa utumwa ni hali ya ni mental state. Wana wa Israeli pia, nikirudi hapo hapo kwenye ukombozi na uhuru, wana wa Israeli Mungu mwenyewe aliamua kuwakomboa kwa nguvu kutoka kwa Farao. Sahihi. Piga mapigo 7, Farao mwisho akawaachia. Baada ya kuwa wameondoka, Mungu aliwaahidi na wapeleka kwenye nchi ya ahadi. Maana wanatoka utumwani wanaenda kwenye uhuru. Lakini kutoka utumwani hakumaanishi kwamba wamepata uhuru. Kweli. Kwa hiyo hapa Musa aliwafanyia deliverance, tunasema ukombozi kama umewadeliver. Yes. Kwa hiyo ukombozi ni hali ya kutoka kwa nguvu mikononi mwa yule aliyekuwa anakunyanyasa. Sasa umeshatoka. Ndio. Kuingia kwenye uhuru ni jambo jingine. Sahihi. Ndio maana hata ukisoma maandiko wana wa Israeli walipokanyaga tu ile wale Caleb na Joshua walipokanyaga tu ardhi ya kule Kanaani. Ndio. Mungu aliwapa information mpya ambazo mwanzoni hakuwapa. Cha kwanza akasema mkitaka maji mtachimba kisima chenu. Mkitaka ngano mtalima kutoka kwenye mashamba haya. Maana waliokuwa wanashushia ikakoma. Ndio. Tokea hapo uhuru na wajibika mfanye kazi, mle cha kwenu ndo muwe huru. Kule kwa Farao walikuwa wanatumikishwa na Farao, ila wanakula chakula cha Farao. Sahihi. Kwa hiyo tunaanza kuona kumbe ukombozi ni jambo jingine na uhuru ni jambo jingine. Ndio maana walisema ina maana Musa umetuleta jangwani tuteseke tufe na njaa. Bora ungetuacha kule. Walikuwa wamekombolewa. Yes, wamekombolewa. Lakini uhuru wa akili hakuna. Hawajaupata. Walikuwa bado wamefungwa. Yes. Tena uone Mungu aliwaambia pale. I was thinking like that. Kutoka tumesoma sasa kwenye theology. Sijabahatika kufika. Naam. Kutoka Misri mpaka Kanaani ni distance fupi tu. Yes, kwa ndege ni kama tu masaa 4 hivi nadhani. Tayari umetoka hapo mpaka hapo. Umefika. Lakini kutembea inaweza kwa mguu inaweza ikagharimu siku 30 kama unatembea tu kwa mwendo tu wa kawaida unapumzika njiani. Ndio. Lakini kwa nini miaka 40? Ukisoma Biblia anasema hivi, niliwapitisha njia ndefu kwa sababu ya fikra zao, akili yao. Biblia inasema because of their own mind. Kwamba ukombozi wa mwilini wameshaupata, ila fikra hazipo. Kweli. Mtu ambaye amekombolewa mwili, hajakombolewa fikra, ni rahisi kutamani tena utumwa. Kiasi kwamba kama mimi najaribu kuwaza kibinadamu, kama Mungu angewatoa pale Misri wakatembea siku 30 wakafika hapa Kanaani, alafu wakaambiwa hapa mtalima mahindi yenu, mtachimba visima vyenu, na uhakika kesho asubuhi wangerudi sipafupi tu. Kwa alikuwa anataka transform mind, lakini pia hata hilo lilishindikana. Ndio maana hawakufika nchi ya ahadi. Kweli. Waliofika ni wale waliozaliwa njiani ambao hawakuzaliwa
utumwani. Kwao walikuwa hawajui utumwa ni nini, wao wamezaliwa jangwani. Hao ndio Mungu akisema okay, nao hawa ngoja wafike. Ila hawa waliozoea utumwa wafie hapa. Sahihi. Kwa unaona kabisa kwamba kumbe kuna tofauti kubwa sana kati ya ukombozi na uhuru. Afrika tumepata ukombozi. Ukombozi maana yake wakoloni wameondoka, hatunao tena. Ndio. Yes. Ila kwa sababu tulikuwa tunapigwa mijeledi wakati tunalima, mpaka leo tunachukia kilimo. Yes, kwa sasa hivi huwezi kusema wakoloni wanatunyanyasa. Leo hii hawapo. Lakini mpaka leo hatupendi kilimo, hata mimi sipendi. Kwa sababu zamani watu walipigwa mijeledi, wafanya kazi kwa bidii, something like that. Mpaka leo. Kweli. Yes. Wakoloni walituletea majina ya kizungu. Kiasi kwamba mpaka ya kwetu tunayaogopa. Leo nikisimama mimi nikisema mimi ni bloka. Naonekana wa maana sana. Yaani sema mimi ni dalali. Wanaojishushia hadhi. Kuna namna hata jamii tu inakuona au hata unaweza kuwa na binti yako. Unaolewa na nani? Anaolewa na dalali. Naambia kweli mwanangu. Dalali. Umezunguka kote. Umeangukia kwa dalali. Lakini akisema bloka kuna namna inakaa. Hivyo. Kwa kuna tofauti hapo. Wow, safi. Haya ni madini ya dhahabu. Makubwa sana au zaidi ya dhahabu. Na tumekuwa tukikusikia sasa kwenye semina mbalimbali za neno la Mungu. Umekuwa ukitufundisha haya. Dar es Salaam vipi bwana? Au ndio tuseme umekuja sasa kwa ajili yetu? Unajua nikwambie siri ambayo watu hawajui. Ndio. Ukikuta mahari wewe labda ni mtumishi, ndio, ukakuta mshiriki mmoja, muumini mmoja kanisani, mchungaji labda, ukakuta binti mmoja hajaolewa, anakuja ana kitumba. Tayari ana ujauzito. Mara kadhaa unaweza kumshika ukaanza kumkemea. Kwaje na nini ya? Lakini ule ujauzito mpaka ulipofikia unaonekana umetungwa miaka mingi sana iliyopita. Yaani ni muda sana. Kwa hiyo ilitakiwa mzuie labda kipindi hicho. Kwa hiyo sasa hivi kilichobaki ni umpe hela ya kujifungua salama basi. Kwa hiyo wewe ni mwenyeji. Maana nahisi hiyo ndio maana yako. Kwamba ukiona niko Dar es Salaam ujue nimesha kuwepo. Yaani Dar es Salaam bana, mimi nimeanza muda. Of course sasa ni kama Mungu ndo anafungua zaidi, unaona, at least watu wengi zaidi. Kweli. Yes, wanataka kuja zaidi, yes. Naam. Kwa hiyo kwa sasa hivi Dar es Salaam, yani kwa wakati huu naweza nikasema ndio inaweza ikawa ni semina ya kwanza kubwa zaidi. Wow. Kuanzia eneo tulilokuwa tunafanyia litakuwa ni kubwa zaidi. Yes, lakini pia na mwitikio, watu wamejitoa sadaka. Mimi nitaleta speaker, mimi nitaleta hivi, nitaleta hiki. Sasa unaona mpaka nikaanza kuogopa. Mwingine akasema kuna redio itarusha. Naweza niko live kwenye redio. Subiri twende hatua kwa hatua. Tusiyakatae majira. Wakati ni sasa. Tutegemee nini? Tumejifunza hasa katika hili ambalo umeligusia. Okay. Uhuru na ukombozi, okay, ni moja kati ya masomo makubwa sana. Okay. Wito wako ni nini kwanza kwa Tanzania na Afrika? Wito wangu mimi bwana, wito wangu ni kwamba tufanye vyovyote vile tuwe huru kwanza. Wow. Mungu anataka tuwe huru. Mtu huru anakuwa ni creative, anaweza kuwa mbunifu. Mtu huru anaweza kutumiwa na Mungu. Mungu hatumii mtu ambaye hayuko huru. Kweli. Ukishakuwa tu, ndio maana hata ukisoma maandiko, Yesu alipokuwa anakutatu alikuwa anakuuliza kwanza, una nini? Una kazi? Ukimwambia sina, anakwambia nenda sehemu fulani. Yes. Kwa maana yake anatafuta uwe huru kuanzia fikra zako. Yes. Yeah. Hata wakati anakuja Yesu hakutumia Mafarisayo, hakutumia Masadukayo. Ni kama sasa hivi akija Yesu, ndio yamkini akaacha wote maprofeti, maana watu wanaita wale watu wana dini, akaacha wote. Afu akachukua watu tu ambao wapo huru, yani hawaamini chochote, yani wapo tu, ndo akaanza kujenga nao msingi. Kwa hiyo wito wangu mimi ni kwamba ni lazima tuwe huru kwanza. Kweli. Hayo mengine atafadhila uhuru kwanza. Huo ndio tena wa akili, yani uhuru wa fikra. Kweli. Tukombolewe fikra kwanza, tuwe huru kifikra. Hapo ndio tutaweza kufanikiwa zaidi. Kweli.
Hata Yesu alipokufa pale msalabani ili watu wawe huru sasa kumwabudu katika roho na kweli, pazia la hekalu lilichanika, akaweka uhuru sasa. Nyinyi kwa wafungwa nyinyi hamruhusiwi kuingia hapa patakatifu, hata kuona hamruhusiwi. Sasa pako huru, mnaweza kwenda na yes. Kingine ni kwamba watu wasichukulie hiki kitabu sio kitabu cha dini. Hamna dini na miliki hiki. Yes. Biblia kwa maana. Hamna dini na miliki. Huwezi kusema this is cha kwetu, hapana. Kwa nini unasema hivyo? Anasema hivi kwa sababu hii ni kama katiba ya nchi. Tukisema katiba ya nchi, hamna chama kinamiliki katiba. Au hamna mtu anaweza hii ni katiba yangu bwana. No, hapana, ni katiba ya nchi. Kwa hata ufalme wa Mungu ni serikali inayojitegemea ambao hii ndio katiba yake. Wow. Yes, kwa hata ukiwa unaenda mbele za Mungu kuomba kitu au kudai kitu, lazima useme kwa mujibu wa katiba hii 6 ibara ya 7 hapa ulisema mwenye haki hata ombaomba mkate. Yes, kwa Mungu atafanya kwa sababu aliandika kwenye katiba yake. Yes, so this is not a religion book. Wow. Kwa hiyo tuondoe ile dhana ya Afrika kwamba kuna dini, yani tumekuwa tumetenganishwa sana na dini, yule mtu gani. Na ufalme wa Mungu unahudumia watu kwa katiba inavyosema, haijalishi wewe ni mtu gani, wewe ni wa aina gani. Wow. Yes, ndio wito wangu sana. Nadhani hii ndio kweli ambayo tunatakiwa kuijua. Yeah, of course. Na mtazamaji pia hii ni kweli ambayo unatakiwa kuijua. Na ukiijua hii kweli itakuweka huru, ambayo ndio hii huru ambayo tunazungumzia. Ndio huu huru ambao tunauzungumzia. Tunatamani kujua semina hii inafanyika lini? Sasa hivi semina tunaipeleka Tabata. Wow. Yes, Tabata ukifika, nadhani si kama umeifika Tabata Magengeni. Sawa. Yes. Unaweza kama una gari yako ukafika pale Magengeni. Sasa kama una gari yako ukiwa unapita ile njia ile, ukifika kile kituo cha Magengeni ni kama hatua 50 au 20 hivi, nashinda kukadiria ni hatua ngapi. Utaona hapa kuna CRDB, benki ya CRDB. Sasa ile benki floor ya kwanza, ya pili, ya tatu tuko hapa. Mtazamaji, ukiwa unatoka Tabata barabara ya kutoka Tabata Bima, labda umetoka Tabata Reli umekuja Tabata Bima, sasa unataka kwenda labda Tabata Segerea. Sasa kabla ukishavuka tu kituo cha Tabata Bima, kituo kinachofuata ni CRDB. Pana benki ya CRDB pale. Yes, na itakuwa upande wako wa kushoto. Lakini ukiwa unatokea Tabata Segerea utapita Barakuda, utafika Magengeni, halafu kituo kinachofuata ni CRDB ambacho kiko upande wa kulia ukiwa unatokea Segerea. Naam. Ni sahihi. Ghorofa ya 3. Ya 3. Ya mwisho kabisa. Hii ni lini? Jumapili ya tarehe 31. Tarehe 31. Tena kuanzia saa 8. Wow. Saa 8 mchana. Haya madini haya. Hii elimu kubwa hivi. Tuna kiingilio? Kuna watu wametoa sadaka zao, kwa hiyo hakutakuwa na kiingilio chochote. Watu tunapopata ukombozi, na mimi nilichopenda ni kwamba tumepata elimu au tunapata hii elimu ambayo inatusaidia jinsi ya kuishi kiroho na kimwili. Ni sahihi. Tofauti na kuishi tu. Sasa hii bwana ni uhuru wa kiroho, huu ni uhuru wa kiroho, ukombozi wa kiroho ndo anazungumzia. Tunazungumzia ukombozi wa kiroho na kimwili. Tunazungumzia uhuru wa kiroho na kimwili. Unakutana na mtu yuko very rich, mtajiri, yani gari anayotembelea, anafanya kazi kadhaa. Unaona pale anachohitaji, anasema mimi nisaidie tu kuwa huru binafsi, yani uhuru wangu binafsi ndio naotaka. Kwa kuna namna unaona kumbe pesa peke yake haiwezi kumweka mtu huru. Kuna kitu ambacho watu wanahitaji extra. Na pia ukizingatia hawa watu ni wamebatizwa na wameokoka. Lakini unaona kumbe wokovu peke yake bado hautoshi. Dini peke yake haitoshi. Lakini unaweza kukuta watu pia wako serikalini, wafanya kazi serikali. So serikali pia haitoshi kumweka mtu huru. Kwa hiyo sio dini, sio serikali, sio pesa. Uhuru unahitajika zaidi pale ambapo mtu sasa atakuwa na kweli kichwani mwake. Ndio maana nasema Yesu anasema mtaijua kweli na ya kweli itaweka huru. Hakuna njia nyingine ya kuwa huru mpaka ujue hiyo kweli peke yake. Kwa hiyo wito wangu mimi tusome vitabu, tuhakikishe kabisa tunapata maarifa ambayo yatatusaidia kuwa huru. Hicho ndicho kitu ambacho naweza nikakisema kwa mwisho.
tunawakaribisha sana katika semina hii. Tunapopata nafasi ya kuweza kujifunza au tunapopata nafasi ya kuweza kuwa karibu na watumishi wa Mungu ambao wamepakwa mafuta kwa ajili ya kutuhudumia, ni wakati ambao tunatakiwa kujifunza haswa, kwa sababu inawezekana hii ikawa ni nafasi yako ya pekee sana, na hiki unachokisikia leo usikisikie tena na usikipate kwa urahisi kama hivi ambavyo unakipata kwa nafasi hii. Inawezekana wapo watu wanakitoa, lakini wanakitoa kwa gharama kubwa sana. Nadhani wakati wetu sisi wakazi wa Dar es Salaam na maeneo yake kuchukua hatua. Sisi kinachotakiwa ni kuchukua hatua na kufika siku ya tarehe 31 mwezi huu wa 5 2026 katika eneo ambalo tumelitaja. Tutakuwekea pia mawasiliano hapo, lakini vile vile tutakuwekea eneo husika, kwa hiyo utakuwa unaona mara kwa mara na kuweza kujua ni wapi, ni lini, ni saa ngapi. Tusichezee nafasi hii. Hadi wakati mwingine, asante na endelea kutufuatilia.